Hali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa yale tuliokuandalia ni pamoja na wanafunzi wa SAUT waeleza namna walivyojipanga kwa ajili ya kongamano la utalii litakalofanyika siku ya kesho. Polisi nchini Kenya wameweka vizuizi barabarani kwa ajili ya kukabiliana na maandamano. Na katika michezo, wadau wa soka kutoka hapa kwa Mtakatifu Agustino wamebainisha mikakati ambayo inapaswa kutumika ili kuhakikisha timu ya Jumasa Queens inafanya vizuri. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Dolinson Edward nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Samila Salum atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Jacqueline Kobelo. Na tuanze na habari za kitaifa. Baadhi ya wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino wamesema tamasha la utalii litakalofanyika siku ya kesho lina mchango mkubwa katika kukuza utalii ndani ya kanda ya Ziwa. Wakizungumza na SAUT TV, wanafunzi hao wamesema wanatarajia kujifunza na kupata uelewa wa kutosha. Mwanahabari wetu Mayala Swea anatueleza kwa kina juu ya habari hii. Kufuatia ujio wa Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji hapo kesho Juni 26 katika kongamano la namna endelevu na sahihi ya kuhifadhi utamaduni pamoja na urithi wa kihistoria hapa katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino. Mtazamaji wa SAUT TV, leo nimeweza kupata maoni ya wanafunzi kuhusiana na ujio wao. Je, wana matarajio gani? Matarajio yetu sisi kwa kiongozi atakapokuja hapa, sana sana tunajua kwamba atagusia swala la utalii, ni kwa jinsi gani tunashirikisha jamii katika kwenye kufanya uhifadhi wa mazingira. Lakini pia lazima kwa sisi wanafunzi tuna matarajio makubwa sana na kiongozi kwenye kujibu maswali mbalimbali. Kwa mfano kuna swala la leseni, alituahidi kwamba baada ya wanafunzi kumaliza watakuwa wanapata leseni moja kwa moja. Hii festival tunaenda kufanya itaweza kutambulisha hichi chuo sehemu kubwa na kwa ngazi ya tourism kujulikana zaidi kama zilivyokuwa zingine za sheria au uandishi wa habari. Atatufanyia vitu tofauti tofauti ambavyo vitaleta pia maendeleo katika chuo hiki chetu cha SAUT. Kiupekee natumia nafasi hii kushukuru sana kwa ajili ya kukiona chuo hiki kwamba kinafaa yeye kukitembelea. Matarajio tulionao ni kwamba atazungumzia mambo ya utalii endelevu ambao atazungumzia mambo ya mazingira. Kutokana na utunzaji wa mazingira vizuri, itasaidia sekta ya utalii kuweza kukua vizuri. Na jambo lingine, utunzaji wa utamaduni wetu, hasa kushirikisha jamii ambazo zina utamaduni mbalimbali kuendelea kuutunza kwa ajili ya kiwanda cha utalii kuendelea kukua zaidi kwa ajili ya hali ya. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, Mayala Swea, SAUT TV. Shukrani sana Mayala Swea kwa taarifa hiyo. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino wameaswa kufanya usajili wa masomo yao ili kuepusha usumbufu wakati wa kujazwa kwa taarifa zao za kitaaluma. Wito huu umetolewa na mkurugenzi wa wanafunzi ngazi ya shahada Dr. Samuel Mseti wakati akifanya mazungumzo na SAUT TV. Mwanahabari wetu Lazaro Madu anatujuza kwa undani zaidi. Wito wetu kama chuo ni kutaka wanafunzi wote wanapofika chuoni kuanza muhula wahakikishe wamesajiliwa katika mfumo wa SIMS, na hiyo ndio inafanya watambulike kama wanafunzi wa SAUT kwa muhula. Bila kufanya hivyo hutatambulika, na maanake hata matokeo yako kwa maana ya coursework walimu hawataweza kukupandishia. Hata hivyo, amesema ni wajibu wa kila mwanafunzi kutembelea na kukagua akaunti zao mara kwa mara ili kujihakikishia kuwa wamejisajili. Lakini ni kwa mujibu wa sheria ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kuhakikisha kuwa wamesajiliwa na kutambuliwa na chuo kuwa mwanafunzi wa chuo hicho. Ni wajibu kwa mujibu wa bylaw kuhakikisha kwamba mwanafunzi umelipa ada na umejisajili mwanzo wa muhula. Huo ni wajibu ambao wanafunzi wote wanaelewa. Lakini basi kwa sababu kuna wale ambao kwa sababu moja au nyingine wamesahau, tunawakumbusha kupitia akaunti zao za SIMS, lakini pia kupitia
notes board zetu za chuo. Asante sana Lazaro Madu kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tutamatishe ripoti za kitaifa kwa kuelekea huko wilayani Ukerewe ambapo Katibu Tawala Mkoa wa Mwanza Barandi Alikana ameagiza halmashauri ya wilaya Ukerewe kuhakikisha inajibu hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ndani ya siku 7 ili kuimarisha uwazi, uwajibikaji pamoja na usimamizi bora wa fedha za umma. Agizo hilo limetolewa hii leo wakati akifungua mkutano maalum wa baraza la madiwani. Mwanahabari wetu Mayala Swea anarejea tena kutupasha undani wa taarifa hii. Akizungumza katika mkutano huo, Barandi amesema halmashauri ya wilaya ya Ukerewe imefanikiwa kufunga hoja 68 kati ya hoja 101 zilizowahi kutolewa na CAG, huku hoja 33 zikiendelea kufanyiwa kazi ili kuondoa mapungufu yaliyobainika. Alieleza kuwa pamoja na mafanikio hayo, bado kuna mapendekezo mbalimbali yanayohitaji utekelezaji wa haraka ili kuhakikisha halmashauri inafikia viwango vinavyotakiwa katika usimamizi wa fedha za umma. Barandi alisisitiza kuwa fedha za umma zina taratibu na sheria zake, kuanzia ukusanyaji wa mapato hadi matumizi yake. Hivyo ni lazima kila mtumishi wa umma kuzingatia misingi hiyo ili kuhakikisha rasilimali za serikali zinatumika kwa maslahi ya wananchi. Fedha za umma zinapaswa kusimamiwa kwa umakini ili ziweze kuchangia utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuboresha huduma ya wananchi, amesema Barandi, akiwaonya watendaji wanaokiuka sheria hizo za fedha. Aidha, amemtaka mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo kuhakikisha kuwa kituo cha afya cha Kigara kinaanza kutoa huduma kwa wananchi ifikapo mwezi Julai mwaka huu baada ya kukamilika kwa hatua za awali za utekelezaji wa miradi huo. Kwa upande wake, kaimu mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG mkoa wa Mwanza CPA John Mashimu alisema halmashauri ya Ukerewe inaweza kupata hati safi ya ukaguzi iwapo itatekeleza mapendekezo yote yaliyosalia na kuendelea kuimarisha usimamizi wa fedha za umma kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Mayala Swea, SAUT TV. Mtazamaji, taarifa yake Mayala Swea inatupeleka katika mapumziko mafupi, na tukirejea ni habari za kimataifa. Ni kusi endelea kusalia nasi. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV. Hivi sasa ni wasaa kukupasha yale yaliyotokea nje ya mipaka ya taifa la Tanzania. Polisi nchini Kenya wameimarisha ulinzi na kuweka vizuizi katika barabara kuu zinazoelekea katikati ya jiji la Nairobi kama hatua ya kudhibiti maadhimisho ya maandamano yaliyotokea mwaka 2024. Na Ufaransa imethibitisha kisa chake cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola kutoka kwa daktari aliyekuwa akihudumu huko Kongo DR. Hata hivyo, shirika la afya duniani WHO limesisitiza kuwa ugonjwa wa Ebola bado haujawa janga la kimataifa. Mwandishi wetu Faith Olomi anatujuza kwa kina kuhusu taarifa hizi za kimataifa. Hatua hiyo imeleta usumbufu mkubwa wa usafiri baada ya magari ya uchukuzi wa umma kuzuiwa kuingia mjini, huku Wakenya wakijiandaa kuadhimisha kumbukizi ya maandamano ya Juni 25 mwaka 2024 yaliyoacha historia kubwa ya mapambano ya haki na vifo vya waandamanaji. Wakati huo huo, baadhi ya Wakenya wakiwemo manusura ya maandamano ya awali wanatarajiwa kuandaa maandamano ya kitaifa pamoja na shughuli za kuwasha mishumaa ili kuwaenzi waliopoteza maisha, huku wakisisitiza umuhimu wa haki, uwajibikaji na mageuzi ya kweli ya kisiasa. Maandamano ya Juni 25 mwaka 2024 yaliacha alama ya kihistoria nchini Kenya baada ya waandamanaji kuvamia majengo ya bunge la taifa hilo wakipinga vikali mswada wa fedha uliopendekeza ongezeko kubwa la ushuru, tukio liloibua mjadala mpana kuhusu haki za kiraia na utawala bora. Vijana wa kizazi cha Gen Z waliongoza harakati hizo wakitaka mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa, wakiweka msisitizo katika kupinga ongezeko la ushuru lililokuwa limependekezwa pamoja na kudai wajibikaji kutoka kwa viongozi wa serikali, hatua iliyovuta hisia kubwa ndani na nje ya nchi. Kumbukumbu za maandamano hayo bado zinaendelea kuishi miongoni mwa Wakenya, huku familia za takriban watu 19 waliopoteza maisha zikisubiri haki itendeke na majibu ya wazi kuhusu mazingira yaliyopelekea vifo hivyo. Katika kumbukumbu ya mwaka mmoja uliofanyika mwaka 2025, Wakenya walishuhudia pia vifo vingine 16 vilivyotokana na majeraha ya risasi na matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa kukabiliana na waandamanaji, hali iliyozidisha mjadala kuhusu mwenendo wa vyombo vya usalama.
Kisa hicho kinahusishwa na daktari aliyesafiri kutoka kuelekea Paris aliyekuwa akihudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lililoathiriwa na mlipuko mkubwa wa Ebola. Mara baada ya kuwasili mjini Paris, mamlaka za afya zilichukua hatua za haraka za kumtenga na mgonjwa huyo na kuanza kumpatia matibabu ya awali hata kabla ya vipimo vya kuthibitisha rasmi maambukizi ya Ebola. Hatua hizo za dharura zimeelezwa kuwa ni muhimu katika kuzuia uwezekano wa virusi hivyo kuenea kwa watu wengine. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom ametoa wito kwa umma kutokuwa na hofu, huku akisisitiza kuwa hatari ya Ebola kusambaa kimataifa bado ni ndogo na kuwa bado mifumo ya afya imeimarika zaidi kukabiliana na milipuko kama hii, ingawa tukio hilo linapaswa kuwa onyo na kuendelea kuchukua tahadhari madhubuti. Aidha, tukio hilo limeangazia hatari kubwa wanazokabiliana nazo wahudumu wa afya walioko mstari wa mbele, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko huo, huku takwimu zikionyesha kuwa takriban wafanyakazi wa afya 80 wameambukizwa katika mlipuko wa sasa, hali inayosisitiza umuhimu wa kuimarisha hatua za kinga, mafunzo na upatikanaji wa vifaa tiba salama. Wakati huo mgonjwa huyo anaripotiwa kuwa katika hali imara, huku kiwango cha virusi mwilini mwake kikiwa chini, jambo linalotoa matumaini ya kupona na maambukizi zaidi. Mamlaka za afya zinaendelea kufuatilia kwa ukaribu watu wote waliokutana naye, huku kuhimiza umma kuendelea kuchukua tahadhari bila kuingiwa na hofu kupita kiasi. Tukio hili linaonyesha umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na magonjwa mlipuko, hasa katika nyanja za usafiri wa haraka wa kimataifa, huku wataalamu wakionya kuwa umakini wa kudumu, mifumo madhubuti ya ufuatiliaji na uwekezaji katika sekta ya afya ni silaha kuu za kuzuia majanga makubwa ya kiafya siku zijazo. Na huko Mashariki ya Kati, meli zimeanza kupita tena katika mlango bahari wa Hormuz chini ya mpango maalum wa shirika la kimataifa la bahari IMO, hatua inayolenga kurejesha usalama wa usafiri katika njia hiyo muhimu ya kimataifa. Mpango huo unakuja wakati mamia ya meli na maelfu ya mabaharia waliokuwa wamekwama katika eneo hilo la Ghuba, huku mvutano wa kisiasa ukiendelea kuleta wasiwasi kuhusu usalama wa usafiri wa baharini. Katibu mkuu wa shirika la kimataifa la baharini IMO, Arsenio Dominguez, amesema kuwa utekelezaji wa mpango huo ni hatua muhimu katika kurejesha usalama wa imani kwa wasafiri wa baharini katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku akitaja ushirikiano wa kimataifa kuwa ni muhimu ili kuhakikisha meli zinapita kwa usalama bila vitisho vyovyote vinavyoweza kuhatarisha biashara na uchumi wa dunia. Huku akisisitiza kuwa usalama wa meli unaweza tu kuhakikishwa kupitia njia zilizoidhinishwa na Irani, na limeonya kuwa halitakubali matumizi ya njia mpya bila utaratibu wake, na kuongeza litachukua hatua za kisheria dhidi ya meli zitakazokiuka masharti yao. Wakati huo juhudi za kidiplomasia zinaendelea kuimarishwa ili kupunguza mvutano katika eneo hilo, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akifanya ziara katika Mashariki ya Kati, huku akisisitiza masuala ya usalama wa usafiri wa baharini na uhusiano kati ya Marekani na Iran yapewe kipaumbele. Kwa upande wake, Marekani imesisitiza dhamira yake ya kuendelea kushirikiana na washiriki wake wa Ghuba kuhakikisha usalama na uhuru wa usafiri wa baharini katika mlango bahari wa Hormuz, huku juhudi zikielezwa katika kupunguza mvutano na kudumisha utulivu katika eneo hilo muhimu la kibiashara ya kimataifa. Mimi ni Faith Olomi wa SAU TV. Shukran sana Faith Olomi kwa taarifa hizo za kimataifa. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na Samila Salum. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa SAU TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Samira Salum. Baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza wameeleza umuhimu wa kutafuta ujuzi wa biashara wakiwa chuoni ili kujiandaa na maisha baada ya kumaliza masomo yao. Wakizungumza na SAU TV habari, wamesema elimu ya biashara itawasaidia kujipanga kimaisha na kuepuka na makundi ya uhalifu ili kupunguza utegemezi wa ajira kutoka serikalini. Na biashara kimataifa. Umoja wa Ulaya EU umeidhinisha rasmi sheria ya kuondoa ushuru kwa uingizaji wa bidhaa nyingi kutoka Marekani, ikiwa ni utekelezaji wa makubaliano ya biashara yaliyofikiwa mwaka jana kati ya Umoja wa Ulaya na Rais wa Marekani Donald Trump. Uamuzi huo unalenga kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya pande hizo mbili na kuepusha mzozo mpya wa kibiashara. Kwa undani wa taarifa hizi za biashara, tuungane na mwanahabari wetu Ronaldo Komba. Kutokana na changamoto ya ajira, serikali imekuwa ikihimiza umuhimu wa wananchi kutafuta elimu ya ujasiriamali ili kujikimu kimaisha. Na leo SAU TV tumefanya mahojiano na baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Campus kuu ya Mwanza, ambao wameeleza kwa kina umuhimu wa kutafuta elimu ya biashara wakiwa chuoni hapo ili kuhakikisha wanajikimu kimaisha wamalizapo masomo yao.
na haya yalikuwa maoni yao. Kwa majina naitwa Fredrick Gideon, mwanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Agustino. Kwa binafsi yangu ni vyema kwa mwanachuo kuwa na elimu ya kibiashara ambayo yenyewe itamsaidia baada ya kumaliza masomo yake. Ni kwamba kuna msingi atakuwa amejijengea, licha ya kutegemea ile kuajiriwa. Ni kwamba mtu kama mtu binafsi anakuwa anajua anaanzia wapi kwenye kujitafuta, kiasi kwamba inapofikia wakati anapata ajira tayari anasema ambayo alikuwa anajishikiza. Na hiyo elimu ya kibiashara anaweza kaa nayo au akatafuta hata ule uzoefu kwa kushiriki makongamano mbalimbali ya kibiashara na mikutano, kutafuta ubia na baadhi ya mashirika. Kwa majina naitwa Isabella Nambert, mwanafunzi wa mwaka pili katika chuo cha Mtakatifu Agustino. Kwa hivyo unapomaliza chuo ni muhimu pia kuwa na elimu juu ya biashara, ili unapotoka kwenda huko mtaani usiwe tegemezi, kwa sababu pia wasomi ni wengi na soko la ajira pia liko na ushindani ambao ni mkubwa. Lakini ukiwa na kitu chako ambacho unajua, una uwezo wa kufanya project, unaweza kuanzisha biashara ukaisimamia na ukaiorganize, itakufanya wewe usitegemee ajira, lakini pia hiyo itakusaidia kujiingiza kwenye mambo ya uhalifu, kwa sababu hauna kazi, hauna ajira, hauna pesa. Kwa majina naitwa Mariko Alex Nikolaus, ni mwanafunzi wa chuo cha Mtakatifu St. Augustine University of Tanzania Sauti. Mimi binafsi naona umuhimu wa kutafuta elimu ya biashara ni nzuri, na sio kutafuta tu. Wewe kama mwanachuo unaweza kutafuta, lakini pia ukafanya wakati unaendelea bado na masomo. Unapotafuta elimu ya biashara inakusaidia unapoenda mtaani, uendi kubweteka, tayari unakuwa na ujuzi ulioupata ukiwa chuoni. Kwa mfano, unaweza kutoka na elimu ya biashara kuhusu nafaka, namna ya kusafirisha nafaka kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kutoka mikoani kwenda mikoani. Unapofika kule tayari unakuwa na ujuzi wako kwamba nitafanya hivi na maisha yaendelee. Na katika upande wa biashara kimataifa, Umoja wa Ulaya umeidhinisha rasmi sheria ya kuondoa ushuru wa kuagiza kwa bidhaa nyingi kutoka Marekani, ikiwa ni utekelezaji wa makubaliano ya biashara yaliyofanyika mwaka jana kati ya Umoja wa Ulaya na Rais wa Marekani Donald Trump. Uamuzi huo uliofikiwa hii leo unalenga kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya pande hizo mbili na kuepusha mizozo ya kibiashara. Hatua hiyo imekuja baada ya bunge la Ulaya kuidhinisha sheria hiyo wiki iliyopita kwa kura 440 za ndio dhidi ya kura 151 za hapana, huku wabunge 50 wakijizuia kupiga kura. Na uidhinishaji huo umefanyika karibu miezi 11 tangu mfumo wa makubaliano hayo ya biashara ulipofikiwa kati ya Umoja wa Ulaya na Marekani. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, Umoja wa Ulaya utakomesha ushuru wa uagizaji kwa bidhaa nyingi za viwandani kutoka Marekani na kutoa fursa maalum kwa baadhi ya mazao ya kilimo ya Marekani kuingia katika soko la Ulaya. Aidha, Umoja wa Ulaya utaongeza muda wa kuruhusu uagizaji wa kamba kutoka Marekani bila ushuru, hatua ambayo ni sehemu ya makubaliano madogo yaliyoanzishwa wakati wa muhula wa kwanza wa Trump. Maamuzi hayo yamekuja baada ya Rais Trump kutishia kuongeza ushuru mkubwa zaidi kwa bidhaa za Ulaya endapo Umoja wa Ulaya usingechukua hatua ya makubaliano ya Julai 4 mwaka huu. Kufuatia kupitishwa kwa sheria hiyo, Baraza la Umoja wa Ulaya sasa inaelekea kutimiza muda uliowekwa, huku sheria hiyo ikitarajiwa kuanza kutumika mara baada ya kuchapishwa rasmi katika jarida la umoja huo. Sababu kuu ya makubaliano haya ni kuimarisha biashara kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya, kupunguza vikwazo vya ushuru kwa bidhaa mbalimbali na kuzuia kuibuka kwa vita vya biashara ambayo yahatarisha uchumi wa pande zote mbili. Hata hivyo, sheria hiyo imeweka masharti ya ulinzi yatakayoiruhusu Umoja wa Ulaya kusitisha makubaliano hayo iwapo Marekani itakiuka masharti ya biashara yaliyokubaliwa. Asante sana Ronaldo Komba kwa taarifa hizo. Na huo ndio mwisho wa taarifa za biashara kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Jacqueline Kobelo. Endelea kutazama Sauti TV Habari, mimi ni Samira Salum. Ni matumaini yangu mzima wa afya mwanamichezo mwenzangu, karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Jacqueline Kobelo. Baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino wametoa maoni yao katika kuimarisha timu ya mpira wa miguu ya wanawake wa kitivo cha mawasiliano kwa umma Jomasa Queen ndani ya chuo hicho. Wakizungumza na Sauti TV Habari, wanafunzi hao wameeleza kuwa uongozi wa Jomasa Queen unapaswa kutoa elimu ya kutosha kwa wanafunzi juu ya mchezo huo, pia kuwepo kwa motisha mbalimbali
na kuanzisha mashindano miongoni mwa timu zilizopo ndani ya chuo hicho. Na kwenye rubaa za kimataifa, timu ya taifa ya Afrika Kusini imefuzu hatua ya 32 katika michuano ya kombe la dunia baada ya kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Korea Kusini. Mwanahabari wetu Semeni Kazimoto anatupasha zaidi ndani ya taarifa hizi za michezo. Mara nyingi mpira wa miguu umepewa kipaumbele katika jinsia ya kiume, lakini ndani ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino imekuwa tofauti, na leo nimekusanya maoni kwa wanafunzi juu ya uboreshaji wa mpira wa miguu kwa upande wa wanawake. Wanakuwa na haya ya kuzungumza. Idara inatakiwa iwekeze nguvu kubwa kama inavyowekeza kwenye timu ya wanaume. Vile pia chuo kama chuo chenyewe kinabidi kiwe kinaanzisha mashindano ya mpira wa miguu kwa timu za wanawake kama ambavyo waga inafanya kwa timu za wanaume, ili wanawake wengi waweze kuvutiwa na kujihusisha na michezo. Ni timu ambayo ipo, lakini hii timu inahitaji wanafunzi wengi, wanatakiwa kushirikishwa kwamba kuna hii timu, kuna uwepo wa hii timu, watu wajue timu iwe, yani timu ijulikane na watu wengi, na vile watu waalikwe kuja kushiriki. Kabisa ni lazima tuwe na motisha. Vitu gani vinaongezwa au vinatolewa kwa ajili ya kuwapa motisha wale watu ambao wanajiunga, lakini pia wale ambao wanashiriki moja kwa moja kwenye Jomasa Queen. Na katika habari za michezo barani Afrika, mchezaji wa timu ya taifa ya Morocco Ismail Saibal amesema kuwa bado lengo lake ni kuhakikisha kuwa timu hiyo ya taifa inafika malengo yaliyowekwa kwenye michuano ya kombe la dunia inayofanyika Marekani, Canada pamoja na Mexico. Saibal ametoa kauli hiyo kwa mara ya pili baada ya kuibuka na ushindi kwenye mchezo wa mzunguko wa mara ya 3 wa hatua ya makundi dhidi ya Haiti ulioifanya timu hiyo kutoka Afrika kujihakikishia nafasi ya kucheza hatua ya 32 bora. Hata hivyo, hii ni mara baada ya kuhusishwa na klabu ya Bayern Munich inayopatikana Ujerumani. Na nje ya mipaka ya Afrika, timu ya taifa ya Afrika Kusini imefanikiwa kufuzu hatua ya 32 bora ya michuano ya kombe la dunia baada ya kuibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Korea Kusini, mchezo uliopigwa kwenye uwanja wa Monterrey huko Mexico. Hii inakuwa mara ya kwanza kwa timu hiyo ya taifa kufuzu kwenye hatua hii baada ya miaka takribani kupita zaidi ya miaka 10 bila kushiriki. Hata hivyo, nahodha wa timu hiyo ya taifa William amewaomba mashabiki kuendelea kuishabikia timu hiyo kwenye michezo itakayoendelea pale Marekani, Canada na Mexico. Semeni Kazimoto, SauTV. Asante sana Semeni Kazimoto kwa taarifa hizo za michezo. Na kufikia hapo ndio tamati ya habari za michezo kwa siku ya hii leo. Jina langu ni Jacqueline Kobelo. Nirudishe matangazo haya kwa Dolinson Edward kuhitimisha habari kwa siku ya hii leo. Asante sana Jacqueline Kobelo kwa kutupasha habari hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa zake Jacqueline Kobelo zinatutamatishia habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari tupate tena muhtasari wake. Wanafunzi wa Sauti waeleza namna walivyojipanga kwa ajili ya kongamano la utalii litakalofanyika siku ya kesho. Polisi nchini Kenya wameweka vizuizi barabarani kwa ajili ya kukabiliana na maandamano. Na katika michezo, wadau wa soka kutoka hapa kwa Mtakatifu Agustino wamebainisha mikakati ambayo inapaswa kutumika ili kuhakikisha timu ya Jomasa Queens inafanya vizuri. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Dolinson Edward. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea hapa SauTV. Uwe na wakati mwema.